Ni ile siku iliyosubiriwa na wana Young Africans wote. Young Africans mbele ya kikosi cha Al Ahly. Kocha wa Young Africans anaujua ugumu wa mechi yenyewe, lakini confidence ni kitu ambacho amebarikiwa, akisema anajua ni mechi ngumu, lakini wao wamejiandaa kushinda. Anasema, Assalamu alaikum. Well, for us be here to play the third journey. Assalamu alaikum. Kwetu sisi kuwa hapa kucheza mechi ya tatu wa hatua ya makundi dhidi ya Al Ahly ni heshima na furaha kubwa. Ni sehemu ya mpango wetu. Young Africans tuna mpango wa kuwa miongoni mwa klabu bora barani Afrika. Kwa hiyo kuwa hapa ni jambo la kufurahisha. Tangu tupofika hapa tunajua kwamba kesho tunayo changamoto kubwa kwa hakika. Kucheza dhidi ya timu ambayo kwa maoni yangu inatambulika kama klabu kubwa zaidi katika karne barani Afrika. Kwa hiyo ndiyo itakuwa ni changamoto kubwa, lakini pia ni changamoto muhimu kwetu. Kama tunataka kuwa, kama nilivyosema, miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika, hili ni si swala la kuogopa, bali ni swala la kucheza mpira na mwisho kujaribu kuwashinda wapinzani wetu. Huu ndio mpango kwa ajili yetu kesho. Inshallah kila kitu kitakuwa sawa. Kama tukilinganisha timu nne, historia ya timu nne katika kundi hili, tunahitaji kuheshimu wapinzani wetu watatu kwa sababu wote wamewahi kwa mabingwa wa Afrika na Al Ahly wana mataji mengi walioyatoa. Kwa hiyo ndio ni changamoto kwetu kutoka katika hili kundi. Lakini ukweli ni kwamba tunaendelea kukua. Tuna mipango ya baadaye ya kufika kiwango cha klabu bora Afrika. Na kwa hakika baada ya raundi 2 tayari tumepata pointi 4. Tuna nafasi, na kwa kuwa tuna nafasi tutafanya kila tunaloweza kuvuka hatua hii hapa. Kwetu sisi hii changamoto kubwa ni lengo kubwa. Tunaamini tunaweza kuvuka na tutafika robo finali. Chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo kwa sasa lengo ni kuvuka hatua ya makundi. Itakuwa ni ngumu sana, lakini tunahisi tumejiandaa vizuri zaidi kufikia lengo hilo. Kwa hakika tunaingia katika mechi tukiwa na nia kushinda. Huu ndio mtazamo wetu. Tuko katika mchakato, tunaendelea kukua hatua kwa hatua. Kwa bahati nzuri tulishinda mechi ya mwisho kwa mabao 6-0. Lakini sio swala la mechi ya mwisho pekee. Tangu nimefika kwenye timu hii tumecheza mechi 11. Tunaendelea kupiga hatua. Kwa bahati nzuri hadi sasa tumepata sare moja tu dhidi ya Kabylie ugenini. Lakini hizi ni aina tofauti ya mechi. Mechi za ligi ya nyumbani ni jambo moja na mechi za ligi ya kimataifa ni jambo lingine. Kwa hiyo mtazamo wetu unabaki pale pale. Ni furaha kubwa kuwa tena Misri. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Alexandria. Kwa bahati nzuri kwa kazi, sio kwa kutalii sana. Lakini hata na hivyo ni furaha kuwa hapa kwenye uwanja mkubwa wa kucheza dhidi ya Al Ahly. Al Ahly kwa hakika watatupa changamoto kubwa sana wakati wa mechi. Ni timu yenye nguvu, ina wachezaji wengi wenye uzoefu waliocheza hadi nusu finali AFCON iliyopita. Kwa hiyo nadhani ukizungumzia kuhusu Al Ahly, huo ndio wasifu wao. Ni timu yenye nguvu kwenye mapambano. Ina nguvu kubwa kwenye safu ya ushambuliaji. Ina chaguo nyingi sana kwenye kikosi cha kwanza na benchi ambalo linaweza kuleta mabadiliko wakati wowote. Kwa hiyo kwetu sisi ni muhimu sana kudumisha umakini, mshikamano wa timu na kukabiliana na ubora wa wachezaji wao wakubwa, lakini sisi tunapenda kuamini kwamba kila mechi ni fursa kuboresha kazi yetu kwa bora zaidi. Huo ndio mtazamo wetu, kujipa changamoto, kucheza dhidi ya timu kubwa, na hiyo ndio changamoto kubwa hiyo kesho. Hapana, kwa bahati mbaya sio. Nilijiunga na klabu karibu mwishoni mwa Oktoba baada ya siku 2 au 3. Nilipofika Tanzania, Mzize alikuwa tayari amefanywa upasuaji. Kwa bahati nzuri anaendelea vizuri. Kwa sasa anafanya mazoezi uwanjani, lakini bado hayuko tayari. Hayupo hapa, yupo nyumbani. Ana nafasi ya kucheza kwa sasa, lakini anaendelea vizuri. Nina matumaini kwamba labda ndani ya mwezi mmoja ataweza kuwa pamoja na timu katika mazoezi na haraka iwezekanavyo, na pia kwenye mechi nyingine. Kwa hakika yeye ni mchezaji mkubwa, ndiye aliyepata tuzo ya bao bora la mwaka. Hivyo ana hamasa kubwa, lakini kwa bahati mbaya hajawa tayari kwa ajili ya mchezo huo. Waarabu wanamuulizia Mzize kama nini. Unadhani Young Africans kesho watashinda? Niandikie kwenye comment. No, unfortunately not. I arrived almost in the end of October in the club. After 2-3 days, I arrived in Tanzania. Mzize had that surgery, so fortunately, he's coming very well. Actually, he's practice
also in the field, but not ready, not for each, not here, not at home. He has no chance, but he's coming, and I hope perhaps 1 more month he's available to be with the team in the sessions, and as soon as possible also with practice. For sure, he's a big player. He's the guy who had the trophy of best goal of the year. So it's a motivation, but unfortunately, it's not ready.